njema wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, na karibu kwa kutega sikio kwenye habari hizi kwenye lugha bora na tukufu la Swahili. Kwanza mtasari wake. Mjini Kinshasa, mazungumzo ya kubaliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Bunia, mashirika ya kiraia ya Ituri yanasikitishwa na mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Wakongomani ambao walikuwa wakiishi nchini Afrika Kusini wamerejea nchini Kongo. Amjambo tena wapendwa wasikilizaji. Kama nimeyasema hapo mwanzo, Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri, amekubali kufanywa kwa mazungumzo. Rais alitangaza ujumbe huo wakati aliwapokea viongozi wa mikutano ya kidini siku ya 5 ndani ya Cité de l'Union Africaine hapa mjini kula Kinshasa. Baada ya mkutano huo, Kardinali Fridolin Ambongo alifurahishwa na hatua hiyo ya rais wa Jamhuri. Kiongozi huo wa kanisa Katoliki amewashauri wahusika wote wa kijamii na kisiasa kuunga mkono hatua huo ambao unalenga kuimarisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama cha upinzani cha PPRD kinatoa wito wa kuwa waangalifu. Ferdinand Kambere, kiongozi mkuu wa chama hicho cha Joseph Kabila, anasema kwamba rais wa nchi ameelewa malalamiko ya wakongomani na ushauri wa kimataifa kuhusu umuhimu wa kuwa na mazungumzo ya wazi na ya kweli kati ya wakongomani. Naye mkuu wa chama cha Afrika cha kutetea haki za kibinadamu anafurahishwa na ushujaa wa rais wa Jamhuri kwa uamuzi huu waliochukua wa kuunga mkono mazungumzo nchini. Jean-Claude Katende anaziomba pande zote zinazohusika katika mgogoro huu kutumika kwa kweli ili kufikia makubaliano. Kama nimeyatanguliza, mjini Bunia, viongozi wahusika kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola wamehakikisha kuchelewa kulipwa mishahara za watumishi wa afya katika sekta hiyo. Wanasema kwamba hali hiyo inatokana na tatizo kwa ngazi za juu na kusafirisha pesa hizo, lakini wanaahidi kukosoa tatizo hilo kwa kutumia njia nyingine ya malipo kama vile mtandao, na wameongeza na kusema kuwa ukosefu wa usalama unaendelea kutatiza shughuli za kupiganisha Ebola mjini Bunia. Tubaki Ituri, wagonjwa wapya 10 waliopona ugonjwa wa virusi ya Ebola waliondoka siku ya 5 kwenye kituo cha matibabu cha Ebola huko Nizi, ambao unapatikana kilomita karibuni 13 hivi kaskazini mwa Bunia katika wilaya ya Jugu. Pamoja na watu hawa wapya waliopata uponyaji, idadi ya watu waliohudumiwa tangu kuanza kwa mlipuko huu wa 17 sasa imefika 412. Akihudhuria sherehe hiyo, gavana wa kijeshi wa Ituri aliwaomba watu hawa waliopata uponyaji kuwahamasisha jamii zao. Ripoti yake Martial Kiza Biamungu. Wakiwa na tabasamu midomoni mwao na cheti ya kupona mikononi mwao, wanusura 10 wa ugonjwa wa virusi ya Ebola waliondoka katika kituo cha matibabu cha Ebola pale Nizi. Akiwa katika sherehe hiyo, liwali wa jeshi wa jimbo la Ituri Generali Kasongo Mulumba Batoka Gabi aliwapongeza kwa ujasiri wao na dhamira ya kufuata matibabu hadi kupona. Pia amewahimiza kurejea katika maisha yao ya kawaida na kutoa ushuhuda kwa jamii zao zote ya kwamba Ebola ni ugonjwa ya kweli, lakini inaweza kupiganishwa na kupona kama unajielekeza mbele ya wakati kwa kituo cha afya. Kwa upande wao, walionusurika walitoa shukrani kwa timu ya matibabu iliyofanya yote kwa kuwatiba. Kulingana na taarifa hivi punde kutoka taasisi ya kitaifa ya afya ya umma, kesi 2181 zilizoripotiwa kwa sasa kwa wagonjwa wa virusi wa Ebola jimboni Ituri. Nikiripoti kutoka Bunia, mimi Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi. Tujelekeze Kindu, ambapo kuna tatizo kubwa na wajumla katika kituo cha kuongeza damu mkoani Maniema. Ni miezi 7 sasa tangu kituo hiki cha mkoa kishikwe na ukosefu wa vifaa muhimu vya kazi, hali ambayo inatatiza maendeleo ya hospitali nyingi na vituo vya afya vya mahali vinavyopokea wagonjwa wanaohitaji kuongezwa kwa damu. Daktari mwongozi wa kituo hiki anaeleza hofu yake kutokana na kuendelea kwa hali hii, hasa kwa sababu nchi iko katika mlipuko wa Ebola na mikoa jirani na Maniema tayari inaripoti wagonjwa na vifo. Daktari Jean Buredi Senga anatoa wito kwa serikali kuu na washirika wake kutatua tatizo hili kwa haraka
kwa kukipatia kituo cha kuongeza damu cha Maniema vifaa vinavyohitajika. Daktari Jean Buredi Senga anazungumza kwenye mikrofoni yake Florence Kizalunga. Kuchumba chetu enye tunakabula damu na kuidisponibilize ku vituo vya afya kwa haki kazi ya tingizika kabisa kama kawaida. Na kwa sasa tunakuwa na oga kubwa. Watu wanajua deja nchi yetu inapatikana mu epidemia ya Ebola. Na vile ya Kisangani ambayo inakuwa karibu na vile ya Kindu kwenye kunakuwa maishange katikati ile vile mbili preske kila siku kunaisha patikana makaa ya Ebola pale. Woga wetu ni kusema hapa Kindu tukapata hata kama moja ya Ebola tutakuwa na difficulty kwa kuweza kudisponibilize damu. Juu malaria ya Ebola ni malaria ambayo inaleta upungufu vile vile wa damu. Na andeo ya wagonjwa ambao wanaweza kupatikana na ugonjwa ule kama ikifikia kwetu Kindu hatuiswete sana. Kuna wagonjwa wetu wa kawaida, wa mama wenye kuzaa wamekufa zaidi kwa kukosa damu, watoto wadogo. Alafu ile situation yote mama ina necessite tukue na damu en permanence kunako benki yetu ya kulinda damu. Raia wa Kongomani 121 wakiwemo wanawake na watoto wamerejea nchi kutoka Afrika Kusini walipokuwa wanaishi. Hii ni kupitia safari ya kwanza ya kurejeshwa iliyoandaliwa na serikali ya Kongo. Hatua hii ni kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni wanaoishi huku Afrika ya Kusini yaliyotokea tarehe 5 na 6 ya mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ambayo yaliwagusa pia Wakongomani wengi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliunda kikosi maalum cha haraka na kutuma ujumbe nchini Afrika Kusini ili kuwatambua na kuwarudisha Wakongomani kwa usalama. Fahamu kwamba kwa sasa miongoni mwa Wakongomani 216 walioripotiwa ni 121 ndiyo wamefika mjini Kinshasa katika safari hii ya kwanza. Benki kuu ya Kongo BCC imepunguza kiwango kikuu cha utumiaji wa pesa za nje na kuomba matumizi ya franga za Kongo. Kwa hiyo imetoa 13.5 hadi 12.5 na kiwango cha mkopo wa haraka kutoka 17.5 hadi 16.5. Uamuzi huo ulitangazwa baada ya kikao kilichoongozwa na gavana wa BCC Andre Wameso. BCC pia imehimiza sekta mbalimbali nchini kama makampuni na wafanyabiashara kutumia na kuweka akiba kwa franga za Kongo ili kuimarisha imani kwa franga hizo. Tulekee kwa sasa mjini Bukavu, Kivu Kusini, ambapo matukio ya moto ya mara kwa mara yanayoteketeza mitaa nyingi mjini yanaendelea kusababisha maafa, kuharibu nyumba na kuweka familia nyingi katika umaskini na maisha magumu, hasa wakati huu wa kipwa. Kwa hiyo shirika lisilo la kiserikali la kusaidia wanawake na watoto katika hali ya umaskini AFEDEM kwa msaada wa Star Network limeanza mafunzo ya siku 2 kwa faida ya wahamasishaji wa jamii 60 wa eneo la afya la Ibanda. Maelezo zaidi naye Roneli Ntibonera. Shughuli hii ambayo imeendeshwa katika mradi Response Incendie Bukavu imeendeshwa kwa malengo ya kuweza kuwazidishia ujuzi wale wahimizaji wa kijamii ili kupiganisha kuungua kwa manyumba hata janga mbalimbali za kiafya zinazotishia wakaji. Kulingana na Deogracias Pondu Maheshe, wale waliofunzwa wameweza kupewa ujuzi kuhusu namna gani kufanya ili majanga ya moto isiweze kutokea, kupiganisha maradhi mbalimbali kama vile Ebola, kuhara na kutapika, hata suluba, na kupiganisha visa vya ubakaji hata vitendo vya ngono vinavyowalenga watoto. Kwa wahimizaji wa kijamii waliofunzwa, mradi huu ni muhimu kwani itawasaidia kupiganisha visa vya moto vinavyotokea mara kwa mara maeneo ya Bukavu. Mmoja wao ameeleza kuwa hii itakuwa ni mojawapo ya kuwasaidia kuwahimiza wananchi ili kuchukua hatua zinazohitajika ili kugombanisha moto na kukinga jamii zao. Jueni kuwa shughuli hii ambayo imeendeshwa na AFEDEM ikisaidiwa kipesa na Star Network imejiri wakati ambapo siku ya kwanza iliyopita ni manyumba zaidi ya 10 ndizo ziliwaka moto kunako Avenue Albert Kayabu tumepatikana mjini Bukavu. Hapa mjini kuu la Kinshasa, kipindi cha kipwa kinasababisha kiasi kikubwa cha vumbi ambalo ni taabu kubwa kwa waendesha pikipiki kwenye barabara nyingi za mji kuu. Kisha gari kupita kunaonekana kiasi kubwa cha vumbi kinachozuia hata madereva kuona vizuri na kuhatarisha afya yao. Kati ya macho kuwasha, mafua ya kila mara na matatizo ya pumzi, waendesha pikipiki wanaomba msaada
Hii ni ripoti ya Elashe Mbalu, utafsiri wake Jeremy Baraka. Kila gari ama pikipiki inapopita kwenye barabara kuu ama Prince Kasavubu kati ya Molar na Kitambo Magazin, vumbi nyingi hutanda, hasa kwa wale ambao wanapita barabarani, hasa watembezaji pikipiki ambao kwa sasa wanakuwa wahanga wa vumbi hiyo. Wameweza kusema ya kwamba hata waweze kuvaa miwani hawaoni vizuri, jambo linalokuwa likiongeza hatari na ajali za barabarani. Wengine wanasema hata wawe wamevaa miwani ya kuweza kujikinga, sasa inakuwa chanzo cha kuweza kuwazuia kuona vizuri. Wanasema kwamba sasa wakati huu wakipwa macho yao ajili ya vumbi hiyo nyingi yanakuwa kigeuka kuwa mekundu na kuweza kuwashwa. Kikohozi na mafua mara kwa mara vinakuwa vikiwashika, ijapokuwa wanakuwa kivaa kofia, miwani au barakoa. Waendeshaji pikipiki hao wanakuwa kiomba ili serikali iweze kuona namna gani ya kuweza kusafisha barabara mara kwa mara ili kuweza kupunguza vumbi na kuweza kuboresha picha ya barabarani na kuweza kulinda hasa afya ya watumiaji wa barabara hizo za hapa mjini Kinshasa. Tubaki nawe Jeremy Baraka kwenye kipindi cha pili cha toleo hili. Mubaki nasi wapendwa wasikilizaji. Radio Kapi, dossier en Swahili. Mjini Goma, vijana wa chini ya miaka 18 wameweza kumaliza mafunzo yao ya siku 10 kuhusu initiative personnel ama uwezo wa kuanzisha mambo ya kuweza kuchukua hatua wenyewe. Vijana hao 53 wameweza kufunzwa na shirika la G7 Group kwa lengo la kuweza kusaidia vijana wenyewe kuwa viongozi wanaoweza kutoa uamuzi bora katika jamii zao. Kwa maelezo zaidi kuhusu mradi huu, leo tutaweza kumpokea Bwana John Mpakanie akiwa kiongozi wa shirika la Eastern Congo Initiative nchini DRC ambalo lilisaidia kufanikisha mradi huu wa kuwainua vijana. Anajibu kwa maswali yake Rosalie Zawadi. John Mpakanie, jambo. Jambo. Nini ilikuwa motivation yenu kusindikiza hii formation ya vijana? Ndiyo, asante sana. Shirika letu Eastern Congo Initiative ni shirika ambalo liko hapa DRC tangu mwaka 2010 na kazi yetu ni kushindikiza hii initiative ambayo inaendeshwa na wamama, hata hii initiative ambayo inaleta development economic. Hii kikundi G7 Group ilikuja kwetu ikatuambia wanapendelea forme wa vijana ambao tunaita wa adolescent kuhusu namna gani ya kuwaza ya kufanya projet. Sie tulikutana inaungana na ile jambo ambayo tunaona, kwani tunawaza kwamba Kongo ya kesho inatakiwa na hawa vijana ambao wanajua kujitegemea, wa vijana ambao hawamalize masomo kwenda kuomba kazi. Hapana, ni wa vijana wanamaliza masomo kuleta solution mkomunote. Sasa ndio maana tumesema hapana, sisi tutawashindikiza ili tukue tumeingia kabisa katika ile pa ya kuendelesha ile vision yetu ya kuona Kongo na watu wa Kongo kila siku wamejitegemea. Mafunzo hii tunaona ni watu wakubwa ambao wanashirikishwa, wanafunzwa namna ya kuunda kazi, lakini leo ni vijana kabisa, watoto tangu miaka 11 hivi. Ndiyo, labda ni jambo la kwanza tuseme. Unajua mabadiliko inaanzia kwa hii miaka kidogo ala base. Katika hii kitu ambayo imetuita kusindikiza hii activity, watoto wetu wanakuwa kwenye shule lakini wanasoma huko ni vizuri, na wakianza kuwaza hii mambo ya kujitegemea na mambo ya kusaidia kando yao, kusaidia jamii ni kitu kikubwa sana. Leo tumeona watoto wa miaka 11 mpaka 17 ambao wamejifasiria kama watu wakubwa. Sisi hatukupata bahati hiyo, hatukujua tuko nafanya nini, lakini leo vitu inabadilika, kunakuwa nouvelle technologie, kunakuwa huku na kule. Sasa hawa watoto ni waambassadeur, wanaenda kabisa kubadilisha mambo kesho wala kesho yake, na kweli tutaendelea kuwashindikiza. Kwa kifupi, wamejifunza nini kabisa? Hawa watoto wamejifunza mambo mengi. Wamejifunza kujua nini wanayo ndani mwao, si ndio? Wamejifunza namna ya kuongea na wenzao, wamejifunza namna ya kuidentify maproblem ama mashida kando zao,
na namna gani wanaweza leta masuluhisho. Tulikuwa na hawa watoto wa miaka 10, 11, 12 mpaka 15, 15 mpaka 17. Mkila kategoria watoto kweli tumeona watoto wamejitambua, na usijali watoto wanajua shida gani iko karibu yao. Sasa sisi wazazi kama vile na watu wakubwa na wengine watu ambao wanakuwa na nia nzuri ya kushindikiza hawa watoto, inabidi tuanze kufanya hii kitu kuanzia ndani ya familia zetu. Tuwafundishe watoto kukuwa wa bon citoyen ambao wataendelesha nchi yetu. Mafunzo haya inakuwa kama ni hitaji kwa watu wengi, kwani wengi hawakupata mafunzo hii. Sijui mpango ni gani wa kuwasaidia pia. Leo ni kikundi kidogo ambayo imebahatika kwa hii mafunzo. Ni tunaita edition ya kwanza ya hii kazi ambayo G7 group imefanya. Kwetu tunaweza tutaendelea kusindikiza hii mpango. Edition ya pili itakuja na nina imani ya kwamba tutakuwa na watoto wengi, lakini na nimewaambia hawa watu wa G7 group waendelee kuwaza namna gani watafungua hii kikao, alafu na hawa wengine wote ambao wanakuwa huko na kule katika manafasi zao masomo sijue wapate bahati ya kufaidika na hii kitu, kwani kunakuwa kabisa hitaji ni mingi, mashida ni mingi, na inaomba kukuwe masolution kwa wingi kwa kusaidia mwingine. Ndio. John Mpakanie, nakumbusha kwamba anakuwa kiongozi wa shirika Eastern Congo Initiative. Asante sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Tukiwa mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, shirika la Kongo linalohusika na uhifadhi wa mazingira ICCN maarufu pamoja na wakulima wanaoishi karibu na Parke Nationale ya Virunga wanataka kuweza kuboresha uhusiano wao. Siku ya 4 pande hizo mbili ziliweza kukaa pamoja na kuweza kuzungumzia kuhusu migogoro inayohusu mpaka ya Parke Nationale ya Virunga, sheria za uhifadhi wa mazingira na njia za kuweza kuendeleza mazungumzo kati yao. Kwa upande wa shirika la ICCN, masuala yote ambayo bado hayajaweza kupata suluhisho yanaweza kutatuliwa kupitia mazungumzo ya moja kwa moja. Maelezo zaidi katika taarifa hii maalum iliyoweza kuandaliwa naye Mark Marofimbo. Kikao hiki kiliwakusanya wanamemba wa mashirika na makongamano ya wakulima kwa maeneo ya Beni. Kakule Kamangura wa Masinda ni kiongozi wa shirika la walimaji maarufu Mkulima na Haki Yake, alitoa thamani ya kikao hiki. Tulisumulia leo na watu wa ICCN sababu siku mingi tunaishi ndani ya giza pasipo kujua ICCN ni nini, wanafanya nini na sababu gani. Sasa tumekuwa na desturi ya kuikala nao watufasirie misio yao paraporo na bakulima kama ni nini. Kupitia ICCN tumeongelea mambo mengi, tuko nafahamishana limite iko namna gani. Wametuambia kama karibuni guvernere wetu atatangaza mipango ya kuonesha limite kwa wakulima purki kila mtu ajue limite ya parke kwa hapa na sheferiko. Tunafurahia ile kitu sababu tunaichungaka muda wa siku nyingi. Tunaona mikutano na maongezi ni kitu cha maana, ndipo unasikia wengine wanaenda Sun City, wengine wanaenda wapi sababu ya kutafuta usalama na kutafuta maresolution kwa probleme mbalimbali. Na sisi wakulima tumeanja hivi, hatupendi tena kuwa ndani ya giza. Waongozi wote wa serikali tunawaendea kuwauliza kitu ambacho hatufahamu, tukifahamu palipa kukieleza vibaya. Maswali mengi ya kisirisiri yaliulizwa kuhusu walinzi wa mbuga wanaoshirikiana na jeshi la taifa FARDC kwa msako wa wini wa ADF. Nini kuhusika? Kakuli Kamangura. Kuhusu kukolabore na ADF ICCN hatuone sababu ya kusema hivi, sababu unapointerprete mtu mubaya mzuri kuomonsogelea munaongea naye na kuoneshea namna gani anatembea, itakuwa mzuri kuliko kutangaza mambo ambayo haujayaona. Inaacha tunapatia adui wakati ya kujificha. Tutaona yule ambaye si adui ndiye tunataka ni adui, na adui anatembea facilement, hakuna mtu atamdekuvrir. ICCN basi yana maoni gani kuhusu kikao hiki? Bienveni Bwende ni msemaji wake. Unajua, imekuwa miaka mingi watu wanasema ya kwamba kuna konflikt kati ya ICCN na wakulima, lakini wakati tumekutanana tunakutana ndio kuna shida mbalimbali ambazo tunakuwa hatuna uelewa mmoja, lakini sio kama ni konflikt. Na hii kuzungumza na tusaidia tuwe na mahali ambapo tunazungumzia shida zote na tunatafuta suluhisho kwa usalama. Na tumeona ni muhimu tuwe tukizungumza directement swala zetu tukizitrete katikati yetu na kutafuta suluhisho ambazo zinakuwa ni bora kwetu sisi wahusika ICCN na wakulima. Hao ndio wajirani wetu
wa kwanza. Pia tumesema mazungumzo haya yaende ku wakulima wengine wote, hata hao ambao hawakuye ndani ya kikao hii, ni kusema wote wanaokuwa ndani ya kata zingine za mji wa Beni, hata kwenda mbali kando ndani ya territoire ya Beni. Pia tumeita wakulima wajifamiliarize na sheria zote ambazo zinakuwa zimeregule kazi ya kulinda mazingira ndani ya nchi yetu. Ni hasa loi 14 ambayo inakuwa imeregule conservation la nature, lakini kunakuwa pia énoncé des limites ambayo inaonesha mipaka ya mbuga la wanyama iko wapi. Mazungumzo imeanza, tunataka iendelee na tunadhani hivi ndivyo tutapata amani ya kudumu. Hii itakuwa ni kikao cha pili cha dharura kwa ajili tu ya kutafuta amani pembezoni mwa mbuga la wanyama la Virunga. Beni, Mark Marufimbo, Radio Okapi. Mtangazaji ilikuwa mimi Benjamin Mudumbi. Mwisho wa toleo hili. Asante kwa wote na mwanzo nzuri wa wiki.